Na mtazamaji wangu, ni mara nyingine tena katika kipindi hichi Injili ni Moto, kiletwa nami Blessed Apostle Jafar Mwazera, au kipenda Nabii Mlangoni wa kanisa la Shaddai Fire Gospel Ministry. Tupatikana pale Junda Ngombeni, Mshomoroni, Mombasa ya Kidagaya. Ukiwa mjini Mombasa, Mwembe tayari waabiri gari ya kuja Mshomoroni. Shukisho Safari Petrol Station, on your left kuna barabara ya kuja moja kwa moja hadi Junda Ngombeni. Basi nyeto chache na Kidagaya. Hapo kuna bana yetu kubwa imeandikwa Shaddai Fire Gospel Ministry. Nabii Mlangoni. Ningependa kukushukuru sana kwa sababu ya kufungulia televisheni yako sasa katika kipindi hiki changu Injili ni Moto, kila siku na saa kama ya leo ile ambayo umefungulia. Nami najua kwamba unaenda kubarikiwa na maisha yako hayatakuwa hapo tena. Basi natuombe. Baba, katika jina lako ninakushukuru kwa sababu ya mtazamaji wangu. Ninamsongeza mikononi mwako, ewe mfalme wa amani, majira haya ya kwamba ukutane naye ukiweza kumsaidia na kuminua na ukibariki na haribu na kupangua mipango na njama zote za giza katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu ile hai. Kuanzia siku ya leo na kuendelea, wacha kwa na tofauti katika maisha yake. Asante Bwana kwa sababu utaenda kumpatia usikizaji mzuri kwa maisha yake. Kwa jina lako Yesu ninaomba nikiamini, Mungu umetenda. Amen. Mpendwa mtazamaji wa Mungu, nataka nikwambia kwamba Mungu ni mwema katika maisha yako. Na vile vile kama kawaida na historia ya kwamba katika kipindi changu Injili ni Moto waga napiana watu nafasi ya kuniandikia mahitaji yao na ujumbe wao, kupiga simu nijue kutoka kwako ni kitu gani ambacho kinakusumbua. Hizo nambari ambazo unaziona katika runinga yako, nambari ambazo unaziona katika runinga, zitumie kuandika ujumbe wako mfupi, waitwa nani, watoka wapi, na mahitaji yako ni gani ambayo yanakusumbua. Au pia unapiga simu. Nikiendelea kuhubiri, basi nitakuwa na kipindi cha kupokea simu na cha kusoma ujumbe na pale mwisho nitakuwa nikiombea. Kwa hivyo ningependa tuandamane pamoja nawe ili tuweze kubarikiwa katika ujumbe wetu wa leo. Nami najua kwamba maisha yako hayatabaki kuwa kawaida. Basi ujumbe wangu leo ni kusema tunaenda kusoma katika kitabu cha Mwanzo ule mlango wa kwanza mstari ule wa 11. Ujumbe wangu unasema mbegu ya uongozi. Katika uongozi ni kitu gani? Kuna watu wengi ndani ya nyumba ya Bwana, watu wengi pale makazini, makampuni, ofisini, watu wengine katika idara mbalimbali ambao Mungu amepatia tu neema juu yao. Lakini kuna vitu ambavyo havijashirikishwa kwa wale ambao mnawaongoza. Kwa sababu mtu asipopata roho ya uongozi ndani yako, hata ukienda mbali, ni ngumu ile roho kufanya kazi katika sehemu ile, maana yake wewe hujapeana ile roho, hujapeana ile mantle katika maisha yao. Na wacha tusome katika ile neno kisha tutaweza kuona vile Mungu anaenda kusema. Biblia sema, Mungu akasema, nchi na itoe majani, mche utoao mbegu, na mti wa matunda uzao matunda kwa jinsi yake, ambao mbegu zake zimo ndani yake juu ya nchi. Ikawa hivyo. Basi hapo, mpendo wa Mungu, nataka tujifunze sote, ama kwangu mimi nimejifunza ya kwamba kazi ya mbegu ni kuzaa kwa jinsi yake. Na kuzaa kwa jinsi yake maana yake kila mbegu inazaa mti ule wa namna ile vile vile. Kama ni mchongoma, ukitoa mbegu ile, mbegu itazaa mchongoma ule. Kwa hiyo kiongozi anapaswa kuandaa wengine wa viongozi wa jinsi yake. Hata kama akiondoka yeye, watasimama wengine wenye moyo kama wake, mawazo kama yake, na fikra kama zake, kwa sababu hao ni mbegu yake, ni mbegu yake ya ndani. Mbegu, kwa mfano, ukipandikiza mti wa mwembe, mbegu ya mwembe, basi utatazamia mwembe pale. Pendo wa Bwana, nataka nikueleze kwa sababu kuna mambo mengi ambayo kama pia wazazi tumekosa kuyafahamu.
tumekosa kuyafahamu kama watumishi wa Mungu ama kama wachungaji. Tumekosa kuyafahamu kama viongozi wale ambao kwenye nyadhifa za uongozi. Kwa sababu unapopatiana ama kushirikisha uongozi wako kwa wale wanaokuzunguka, kwa kazi iliyo ndani yako itapungua. Maana asili yako itakuwa ndani ya wale ambao unaongoza. Asili yako itakuwa kwa wale wengine, ambapo hata wewe unapokuwa mbali na wao, basi ile kazi inaweza kufanyika vizuri pasipo kung'ang'ana. Itapofanyika vizuri pasipo wao kusumbuka. Kama wewe ni baba, najua wewe ni mbegu. Kwa hivyo wakati uko na mtoto, kama wewe ni mama, najua wewe ni mbegu, najua uko na mtoto wako kama vile ambavyo utavomlea ndivyo atavyokuwa. Ukiwa na tabia nzuri na maadili nzuri kama baba, ukiwa na tabia nzuri na maadili mazuri kama mama, kumbuka mtoto wako atafuata mwenendo huo kwa kuwa ni mbegu. Maana Biblia inasema ya kwamba na mti utazaa matunda. Ukisoma vizuri vile Biblia inatuambia kabisa, inatuambia tena vizuri kabisa katika njia fasaha. Mwanzo, Genesis chapter 1 verse 11. Inasema Mungu akasema, hapa ni habari za Mungu. Kwanza Mungu akasema, nchi inaitoa majani, mti utoe mbegu, na mti wa matunda uzao matunda kwa jinsi yake. Yani mti na matunda uzae matunda kwa jinsi yake. Yani hakuna jinsi nyingine ule mti na ile matunda inaweza kutoa matunda yake, lakini ule mti ukatoe matunda kwa jinsi yake. Kama ni mpera, wacha mapera yakatoe katika jinsi yake. Kama ni mtunda unaitwa passion, wacha umtunda ukatoe katika jinsi yake. Kama ni mbegu ya aina yetu ni mahindi, wacha jinsi ya ule mti ukatoe kulingana na matunda, akatokana na matokeo ya ule mti ulio ndani yake. Basi mpendwa, vile ninavyoendelea kusema, anasema matunda kwa jinsi yake, ambao mbegu zake zimo ndani yake juu ya nchi. Ikawa hivyo. Katika kujifunza kwamba kazi ya mbegu ni kuzaa kwa jinsi yake. Kazi ya mbegu ni kutoa matunda. Kazi ya mbegu ni kuzaa. Na inapozaa inazaa asili ya mti ama yazaa asili ya matunda yake. Sijui ya kwamba wewe ni mtu aina gani. Umekuwa unafanya matendo mabaya na watu ambao uliwazaa unatarajia watoe matunda mazuri. Na ikisia kule wewe matunda yako ni mbaya, mbegu yako ni mbaya, unatarajia kitu kizuri. Kama wewe ni mbegu nzuri, lazima unatarajia kitu kizuri. Mpendo wa Bwana, kuna mambo ambayo Mungu amenizungumzia na nikajaribu kuyatafakari katika fikra zangu kama mwanadamu. Lakini katika mambo yote nikaona kwamba mbegu itazaa asili ya mti ule ule. Na kama itakuwa ni nzuri, basi jua matunda yake yatakuwa bora. Na kama mti ule utakuwa umefanywa marutuba mzuri, itakuwa umefanywa matunzo mazuri, ule mti unaweza kuzaa matunda yale bora. Na kumaanisha kwamba mti unapozaliwa matunda mazuri ni kama tabia ya mwanadamu ama tabia ya mtu ilipokuwa katika mwelekeo mzuri, basi bila shaka kuna mambo mazuri ambayo unaenda kuyapokea mahali pale ama katika mti ule. Maana nasema hata kama akiondoka, nasema kama kiongozi, mbegu ama mbegu ya mti waga ni kiongozi. Na wewe ambao unatazama, kumbuka unaweza kuwa kiongozi. Unaweza kuwa kiongozi kwa ajili ya watu kundi fulani ambao unawaongoza. Endapo wewe ni mwalimu, endapo wewe ni mtumishi wa Mungu, endapo umepatiwa nafasi yoyote katika ya uongozi na kuna watu wamekuzunguka. Na katika kuzungukwa na watu, unajua kwamba hiyo ofisi na hiyo idara ama katika uzunguko ufanye hiyo idara peke yako. Kuna watu lazima uko chini yako ambao wamebeba asili kidogo ya roho yako. Ambapo uwepo wako kitoka, wale watu wanastahili wasimamie katika ile nafasi, wasimamie katika kitengo hicho. Kwa sababu hii ni kusema ya kwamba watu ambao hautawapatia ile maono yako, hutapatia sehemu ya roho yako, ili ile mbegu iliyo ndani yako iwe ndani yao, ili hata wewe ukitoka katika kiwango fulani, ile maono yako yatabaki pale. Vile utakuwa ukifikiria wewe, ndio wale watakuwa wakifikiria. Vile utakuwa ukiwaza wewe, ndio wale watakuwa wakiwaza. Ule muondoko wako na kwa wewe, ndio wale muondoko watakao kukopi kutoka kwako. Je, muondoko wako ni mzuri wa kufuatwa na wengine? Je, mawazo yako ni mzuri ya kukopiwa na kuigwa na wengine? Mpendo, wewe unatazama, sijui ni mambo gani Mungu ambaye ananiambia kwamba nikwambie na mengine uweze kuyarekebisha au mengine uweze kuyafanya kama uweze kuyafanya ama ukuyafanya. Kwa sababu ninajua kwamba kuna mipango Mungu ameweka mbele yako. Kuna mambo mazuri Mungu ameweka mbele yako. Endapo ni mtu ambaye umepewa nafasi ya kuweza kuongoza watoto, kuongoza nyumba yako, kuongoza ndoa yako, basi kuna vitu fulani ambayo inatakana vizaliwe ndani yako, na katika mawazo yako kuwe na mambo mazuri ambayo wale ambao wanakutazama waweze kukopi ama kuiga.
endapo wewe ni mchungaji, endapo wewe ni mtumishi wa Mungu na kuna kundi. Najua kazi ya utumishi ni kubwa, na ndiposa Musa akaambiwa kwamba hawezi kuifanya peke yake, mpaka achague makundi 70 aweze kuweka roho yake ndani ya wale watu. Kwa nini? Ile kazi ilikuwa ni kubwa na peke yake hangeweza kuifanya. Basi angeweza kuambia wale watu yale ambao Mungu amempatia, ile roho yake ingie ndani ya wale watu, ili wanapoifanya ile kazi pasipo Musa wale wengine waendelee kuifanya. Ndiposa Yesu alipokuja katika ulimwengu wa leo, basi alipokuja alichagua watu 12, wanafunzi wake 12. Kwa nini? Alienda kuwapa yale maono yaliyokuwa ndani yake, tukashirikishwa. Na tuliposhirikishwa ndani yake, leo hii tunahubiri Injili kupitia jina la Yesu. Maana alitushirikisha yale maono, tukabeba yale maono. Na anasema yoyote atakayemfuata yeye, basi atakuwa na uzima wa milele. Hivi sisi kwa leo nimekuja nikwambia kwamba kuna maono yako ndani yako. Na mtu ambaye anakuwa na maono ni sawa na zile mbegu ambazo ninaiongelea. Na sijui kama mbegu yako ni ya kuzaa matunda au si ya kuzaa matunda. Mbegu yako inaweza kuigwa na wengine au siweza kuigwa na wengine. Maana hapa nasema hivi, katika hali hii viongozi wengi wanaondoka, lakini hawachi watu ambao walioandaa, ambao wana mawazo kama yao, haono kama yao na fikra kama zao. Yaani sawa na mti mzuri lakini hautoi matunda. Kwa hiyo mti huo ukizeeka na kufa, hutakuja kutokea mti mwingine kama huo, kwa sababu hakutoi mbegu kwa jinsi yake. Kwa hiyo hapata kuwa na mti kwa jinsi yake. Mzazi amfunzi mtoto, kama ni mwanabiashara, simfunze huyo rafiki yako, simfunze huyo ndugu yako, simfunze huyo karibu na yeye biashara, ili hata wewe ukiondoka katika hiyo nafasi labda kuna mtu atabeba ile maono kama wewe, exactly na wewe. Kama wewe uko pale nyumbani, kuna vile ambavyo mnafanya kilimo yako vizuri, kuna watu ambao uko pale wanatakana wakuige wewe, wanatakana washike maono yako, washike ile fikra zako, washike ile mtazamo wako. Utaweza kuona katika maeneo yale, mazingira uliyokuwa nayo, mambo yanabadilika. Kwa sababu gani? Kwa sababu wale watu ambao uko nao, kulingana na bidii uko nayo ama kulingana na ile mbegu uko nayo, basi endelea. Tusipowashirikisha wale wengine maono tulionayo, tunapofariki ama tunapoaga dunia ama tunakosekana katika kipindi hicho, basi unakuta ya kwamba yale maono yanakosa mtu wa kuiendeleza, kwa sababu hatukuwashirikisha tukaonyesha ya kwamba inakupasa ufanye hiki ama inakupasa ufanye hili ama ufanye vile, kwa sababu tunaambia kwamba na mbegu ikazae kwa asili yake. Kwa hivyo unapopata mti unapouzai matunda, kumbuka asili ule mbegu basi iko tofauti. Na inapokuwa tofauti ni kwa sababu ule mtu unaweza kaa pale lakini hauna mazao. Mpendo wa Mungu, nataka nikwambia kwamba kila mmoja amepewa nyota, kila mmoja amepewa riziki, kila mmoja amepewa kibali, lakini kuna wengine wamepewa kibali kwa ajili ya kuwa chini ya wengine na kuongozwa. So wale wanakuwa chini ya wengine, endapo hawatapata watu wa kushika mkono, endapo hatakuwa na watu wa kushirikiana katika maono, wale watu basi watabakia kwa pale na ile maono yao hayataendelea. Mpendo wa Bwana, nataka niseme nini? Mungu anaenda kukusaidia. Na Bwana akusaidie katika maisha yako. Hiyo mbegu yako ikaweze kufanya nini? Kupata matunda, ikaweze kuzaa, ikaweze kustawi katika jina la Yesu. Na kubarikisha kwa siku ya leo, roho ya kuzaa mapoza katika biashara yako, katika kazi yako, katika nyumba yako, katika ndoa yako, katika kampuni yako, ikafike mwisho katika jina la Yesu. Endapo ni huduma yako ikafike mwisho, roho ya kuzaa mapoza si sehemu yako. Mti usiozaa matunda nayo imeandikwa kwamba ukakatwe. Nami ninakuombea siku leo, naomba maisha yako yakaweze kuzaa matunda, maisha kazi ya mikono yako ikawe na faida, huduma yako ikawe na matokeo bora kwa jina la Yesu Kristo. Wewe ambao ulisema kwamba uwezi uendelee, nimekuja kukwambia wewe ni mbegu iliyo bora, ni mbegu ambayo inastamili, inaenda kuzaa matunda. Ninataka nikutie moyo, nikuambia kwamba hujasaulika. Bwana yuko pamoja na wewe. Haitajalisha ni vita ina gani, haitajalisha sarakasa ina gani. Inawezekana umetokea katika familia ama boma ambayo uchawi na ushirikina unaendelea pale sana, na watu wa maeneo yako hawataki maendeleo. Wakisikia kuna maendeleo, wakisikia kuna mtu anaoa au wanasikia kuna mtu anaolewa ama kuna mtu amepata kazi fulani, basi watakwenda kitu chini, hiyo kazi itakosekana. Naongea na wewe ndio utakuwa ulifuta kazi. Naongea na wewe pengine biashara imedidimia na unahisi kuna laini za kiuchawi na unahisi kuna laini za kushirikina zimetua juu ya maisha yako. Ndio maisha yako yamekorogeka, ndio maisha yako yamekuwa ndivyo sivyo. Kila nataka nikwambie wewe ni mbegu. Na nataka kama kuna mtu ambao alisimama na wewe akakushirikisha maono, basi bebe haya maono niko nayo ya kwamba wewe ni kiongozi na wewe ni kiongozi bora. Jitambue na utambue nafasi yako ya kwamba Bwana amekuweka
katika ulimwengu leo, ya kwamba uwe kiongozi kwa wengine, uwe kiongozi kwa wengine. Sikiza hapa, Biblia inasema wakati Daudi alikimbia pangoni Adulamu, alijikatia tamaa, yeye mwenyewe alijikatia tamaa, akaenda Adulamu kujificha, kujiepusha ile kwamba asikutane na mauti. Lakini kumbuka, alipokimbia Adulamu kuna watu wa mbari yake. Biblia inasema ya kwamba kuna watu wa mbari yake, tena waliomfuata si watu ambao walikuwa matajiri, si watu walikuwa na raha, ni watu wenye dhiki, ni watu wenye madeni, ni watu wenye kilio, ni watu wenye mizigo, ni watu ambao walimwendea, walikuwa hawana otherwise, na walipomwendea Daudi walimfanya kuwa jemedari wao, walifanya kuwa kiongozi wao. Sasa hapa nataka nikwambie, katika hali hiyo, wakati mtu amejikatia tamaa, wakati kama Daudi amejikatia tamaa, ameenda pangoni mahali pasiri kujificha, lakini kwa sababu kulikuwa ni mbegu na ilikuwa kuzaa matunda, na matunda yale hawezi kushirikisha hao watu walikuwa ina kumtegemea, maana siku moja Daudi ataondoka, lakini baada pale nani atapewa nafasi? Angalia Musa na Yoshua. Musa ndiye amepatiwa nafasi ya kuongoza wana Israeli wae wavuke nchi ya ahadi, lakini kafika kipindi kimoja naye Mungu akamuongelesha Musa awezi kuweka roho yake kwa Yoshua, ili Yoshua akachukua nafasi ya kwenda mahali pale, kwa sababu ile mbegu ya uongozi iko kwa Musa. Lakini sasa hivi inatakana hiyo roho ingie kwa Yoshua, iende mbele. Ni nani siku ya leo ambaye umekuwa ukipitia bahati mbaya, kisa na maana umekosa kukosa hii principle? Hii principle unapoipata, kama ni baba, chukua nafasi yako vizuri. Kama ni mama, chukua nafasi yako vizuri. Tazama hapa, kuna mama amekuwa nafasi yake mbaya, akiolewa leo hapa, kesho anaolewa pale. Yaani anaweza kuwa na watoto, lakini kila mtoto na baba tofauti. Watu wake akiolewa wanakopi ile mbegu, wanakopi ile maisha, wanakopi ile tabia. Ikiwa kama aliolewa na aliwachana, kumbuka mtoto wako anaweza kuoa ama kaolewa na wakachana, kwa sababu mbegu iliyozaliwa ndani yako ni kama hiyo. Kama wewe umekuwa mshirikina, kumbuka mtoto wako atajifunza kutoka kwako. Mpendwa wa Bwana, nataka nikwambia kwamba Mungu akusaidie mbegu yako ikawe bora. Haitajalisha misingi yako ilikuwa ni mbaya hapo mwanzoni, lakini naomba Mungu akusaidie misingi yako ikawa bora, misingi yako ikainuke, misingi yako ikaimarike, na wale waliokuona jana wanapokuona sasa hivi wakaone tofauti. Yale mateso ambayo unapitia leo ukawe ni ushuhuda wako wa kesho. Yale machozi umeonyesha watu leo, na ile aibu watu waliona kwako leo, wacha ukawe ni ushuhuda wa kesho. Bwana akusaidie, tena Bwana akulinde, Bwana akupiganie, Mungu akutetee. Yale ambao umepitia, najua ni mazito na magumu, hata mwingine ukimsimulia instead ya kukutia moyo, atakuchekelea, atakusema kwa wengine, lakini mimi nakwambia yuko Mungu wa mbinguni anayeona sirini na anayekubariki. Wacha kabla sijapokea simu, nambari ambazo zinaonekana katika runinga yako, niandikie ujumbe wako fupi, jina lako, waitwa nani na watoka wapi. Nataka kusoma ujumbe huo, nataka niweze kuomba na wewe. Niandikie waitwa nani, watoka wapi, na kesho nitakuwa nikisoma. Nitarudi muda si kitambo, wacha nichukue kope la maji, kisha nitarudi kusoma ujumbe na nipige simu. Barikiwa na usibanduke hapo ulipo. Viumbe wote wenye pumzi wamsifu na kumshangilia Bwana, kumrukia Mwazera na jeshi lake. Twende! Utukufuni wako maishani mwangu, milele na milele sifani zako. Utukufuni wako maishani mwangu, milele na milele sifani zako. Yesu nakupenda, umali yangu, anasa dhambi sitaki kwangu. Yesu nakupenda, umali yangu, anasa dhambi sitaki kwangu. Utukufuni wako maishani mwangu, milele na milele sifani zako. Utukufuni wako maishani mwangu, milele na milele sifani zako. Moyo umejaa mapenzi tele, kwa vile ulivyo nipenda mbele. Moyo umejaa mapenzi tele, kwa vile ulivyo nipenda mbele. Utukufuni wako maishani mwangu, milele na milele sifani zako.
miba ulioiva ulipoangikwa msalabani, ili tusamehewe tulio dhambini, na taji ya miba ulioiva. Utukufuni wako maishani mwangu milele na milele, sifa ni zako. Utukufuni wako maishani mwangu milele na milele, sifa ni zako. Mawanda mazuri na masikani niyatazamapo huko mbinguni, nasema na taji nitakayoiva. Mawanda mazuri na masikani niyatazamapo huko mbinguni, nasema na taji nitakayoiva. Utukufuni wako maishani mwangu milele na milele, sifa ni zako. Utukufuni wako maishani mwangu milele na milele, sifa ni zako. Oh, sifa ni zako. Sifa ni zako. Oh, Bwana, sifa ni zako. Sifa ni zako. Oh, Baba, sifa ni zako. Sifa ni zako. Oh, Yesu, sifa ni zako. Sifa ni zako. Oh, Bwana, sifa ni zako. Sifa ni zako. Oh, Baba, sifa ni zako. Sifa ni zako. Baba, milele na milele. Sifa ni zako. Haya sasa, twende. Shikilia, twende. Shikilia mkono wako, piga kakita. Twende. Tushuke na pole. Tunakwenda. Twende. Geuka. Wapi shangwe na vigelegele? Aha. Barikiwa sana mama. Hey. Twende. Wababa mko wapi? Twende. Hey. Mwazera ndio huyo. Twende. Thomas. Shika mkono. Panda. El Shaddai. Hey. Barikiwa. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Wacha tusome ujumbe sasa. Wa kwanza nasema inaitwa Eliza. Naitwa Eliza, niombee pasta. Nimeanza mjengo wangu na kule kwetu tukiwa tukijenga nyumba ziishi kawaida. Lakini naamini kwamba ukiomba Mungu atanisaidia. Wow. Eliza, ubarikiwe. Na wewe mbona andika na mali gani ambayo unatoka? Maana Eliza hajaandika ni wapi. Ila wewe ubarikiwe sana, Mungu akusaidie, akutende mema. Wow. Njeri. Eunice Njeri. Kutoka pale Shanzu. Ubarikiwe sana. Anasema Pastor, Mungu akubariki sana. Mimi nimekuwa ni mchungaji lakini majaribu ni mengi. Ndio. Majaribu yamekuwa ni mengi sana. Na hivi ni kwamba huduma yangu nikanahisi kama imeondoka. Walio karibu na mimi walikosa kwenda na maono yangu, na kama ulikuwa unanihubiri mimi. Yeye Mungu akubariki sana. Liko tumaini tena kwa mtu kikatwa, liko tumaini yule mtu kumchipuka tena upya. Na kuregeshea huduma kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akusaidie na kuinua Njeri. Ubarikiwe. Kenneth. Shalom pastor. I'm Kenneth. Kenneth. Nimebarikiwa tu sana. Kenneth amesema barikiwa tu sana. Jisema wapi, ametoka wapi? Mungu akubariki sana, Mungu akuinue na Mungu akutende makuu. Kuna mwingine hapa. Mchungaji please shika simu. Ni muhimu. Ni muhimu. Mume wangu ameshikwa na polisi. Kwa mambo yako utasaidika. Ni dereva. Niandika kutoka wapi? Na hajasema jina lake ni nani. Mungu kubariki. Bila shaka Mungu ataenda kuondoa mikosi na hiyo si mbegu yake. Kwa sababu hapa chini hujamalizia, sijui uko unataka kuandika kitu gani.
Mungu atakusaidia na mume wako anaenda kutolewa kwa jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Pastor Hilda. Hilda. Haujaandika lolote, umeandika tu Hilda. Bwana kubariki sana. Nimesema andika tu jina lako, mahitaji yako na gani pale unataka ili tuende nawe vizuri na tena Mungu ataenda kukubariki. Hebu usibanduke hapo ulipo, barikiwa tu na nyimbo hii. Naamini kwamba umebarikiwa. Basi tunaendelea mbele tena. Kipindi chetu kina bamba moto katika kipindi hichi Injili ni Moto. Usitamani usiwahi kukikosa. Maana kipindi ambacho kinakutia nguvu ama kinakutia nguvu kinakusaidia na naamini kwamba Mungu atasaidia wengine. Ndio hii. Habari gani mchungaji? Nimekusikia live and clear katika runinga, nikaamua nikutumia ujumbe. Mimi mwanafunzi wa kiato mala kidato kiato, sawa nimekuelewa, kiato cha 4 naenda kufanya mwaka ujao. Naomba unisaidie kwa maombi nimalize mwendo salama. Tamaliza mwendo salama. Mungu akubariki sana ndugu yangu, sijui ni dada yangu, lakini hajaandika jina pale vile. Mungu akubariki sana. Bado ujumbe zinamiminika ni nyingi sana na nitaendelea kusoma kama vile Mungu atawezesha katika ombi mbakia. Nyingine nasema hivi. Oh my God. Zinaendelea kumiminika. Pastor, mimi nina tatizo. Maisha yangu ni ya shida. Mchumba wangu aniongeleshi, yani sielewi hata nifanye nini mimi. Naitwa Masi na niko Kakamega. Masi, Mungu akubariki, umeshafikiwa. Na Bwana akusaidie. Mungu akuinue. Kama nyumbani kwa familia kulikuwa na mbegu kama hiyo nimetangaza, kama nimeongea kwa wazazi, kwa baba, kwa mama. Sasa hiyo mbegu nimemaliza katika jina la Yesu Kristo iangamie na Mungu akupatie kibali katika maisha yako. Usiwe ni mtu wa kawaida na nguvu za Mungu ziende kupenya katika maisha yako. Wewe ni mbarikiwa. Sema mimi ni barikiwa na Mungu ataenda kufanya kazi katika maisha yako. Basi wale ambao ndio mko nyumbani, pengine ufungulia televisheni yako. Huyu ni wenu nabii Mlangoni, Blessed Apostle Jafar Mwazera wa kanisa la Shaddai Fire Gospel Ministry pale Juna Ngombeni Mshomoroni ya Mombasa Kidagaya. Ukiwa mjini Mombasa, wabiri Mombasa mwe tayari. Wabiri gari kuja Mshomoroni. Shukisho Safari petrol station. Hicho ni kituo cha mafuta. Unaletwa na barabara ya kuleta moja kwa moja hadi Junda Ngombeni. Tuko sehemu tu chache na Kidagaya. Basi Kidagaya hapo kuna bana yetu kubwa. Imeandikwa Shaddai Fire Gospel Ministry au kipenda Nabii Mlangoni. Tena usikose kunitazama katika kipindi changu Injili ni Moto kila siku na saa kama ya leo. Na nabii kwamba hutatamani tena kukikosa wala usiwahi kupanga kukosa na Mungu wa mbinguni aenda kukubariki. Pia ningesema Jumapili hii niko na ibada ya baraka, ibada ya kukata na shoka, ibada nzuri. Usipange na usitamani kukosa. Watu wanafunguliwa. Nitaka kusikia kutoka kwako. Ni kitu gani ambacho kinakusumbua? Ni kitu gani ambacho kinakula maisha yako? Iwe ni shida ya ndoa, iwe ni mahusiano, iwe ni roho ya kutopata pesa. Pesa ukipata inapotea bila sababu. Keka mfukoni kana kama mfuko umetoboka. Ni mgogoro wa shamba, ni vita vya kifamilia, ni mambo ya ndoa. Umepungukiwa na nguvu za kike au za kiume. Ni shida gani? Unahitaji mtoto, unaumwa na tumbo, ni kifua, ni kichwa, ni kisunzi. Ni shida gani? Nataka kujua kutoka kwako. Ni ndoto mbaya. Kile ambacho unachokipitia, Jumapili hii inakuja. Njoo ukutane na unabii wako na Mungu wa mbinguni anaenda kutenda. Wale ambao hawajaokoka wanaweza kurudia haya maombi nyuma yangu. Sema Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Futa majina yangu kwenye kitabu cha wakusanyi. Andika majina yangu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Kuanzia siku ya leo nimeokoka, nitakufuata Yesu kwa maisha yangu yote. Bwana Yesu nisaidie. Sema amen. Hivyo umeokoka na usitende dhambi tena. Na kukaribisha katika ibada zetu kama vile ambavyo nimekueleza. Pia katikati tuko na ibada zetu Tuesday na Friday. Njoo na ukutana na Mungu mahali pale. Wewe ambao mgonjwa uwezi, ni biashara imedidimia, visirani, vita vya boma, ndio umetumana ujumbe wako na pengine sijapata nafasi bado ya kusoma kwa sababu ya wakati. Alafu na wewe ambao umeandika, nitaomba kwa sote kwa pamoja na mahitaji yetu ya Mungu anaenda kutusaidia. Na tuamini na tuombe. Elekeza tu mikono yako kwa televisheni yako na Mungu atakubariki. Baba wa mbinguni, ninakushukuru kwa sababu ya mtazamaji wangu na mwinua mikononi mwako. Hiyo ni maumivu ya miguu, hiyo ni maumivu ya tumbo, hiyo ni maumivu ya kichwa au ya mwili.
ni biashara, ni kazi, anahitaji masomo, ni anapitia vita vikali katika ploti, anakaa anapigwa vita, ni katika ndoa na changamoto, amekataliwa bila sababu, amechukiwa bila sababu. Jehova, ninakuomba kila hitaji, hata yale ambayo sijatamka, na kuyaombea. Roho Mtakatifu ingia katikati, ukaweze kubariki, ukaweze kumuinua, na ukaweze kumtawala, na ukaweze kumtakasa katika jina la Yesu Kristo. Naomba nikiamini Mungu umetenda. Amen. Mungu akubariki sana, Mungu akuinue, na Mungu akutawala kutende. Nambari ambazo unaziona katika runinga, hizo nambari tutanifikia, tuwasiliane na wewe, na Mungu akuonekanie. Facebook unapatikana kama Blessed Apostle Javan Jimson, na YouTube vile vile napatikana hivyo. Basi nikisemaje? Nikisema lisilowezekana kwa madamu, kwa Mungu linawezekana. Ninakuombea sana, ninakujali, ninakupenda. I salute you in the name of Jesus. Shalom. Siku nyingine saa kama leo, kipindi Injili ni Moto. Amen. Najamasi na kusimama.